unatupa leo za kibwagizo. Tunaangukia wapi leo? Leo tunamtazama mtu mmoja alikuwa akifahamika kwa jina la Andres Iniesta. Wengine wanamuita El Magnifico, Maestro. Andres Iniesta amezaliwa tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka 1984. Na Andres Iniesta ni miongoni mwa watu ambao angekuwa rafiki yako ungejivunia sana. Andres Iniesta aliwahi kuwa na rafiki yake mmoja kipenzi kwelikweli ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Dani Jacqui. Dani Jacqui yeye alizaliwa tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 1983 akiwa amemzidi umri wa mwaka mmoja tu Andres Iniesta. Cha kufurahisha ni kwamba Andres Iniesta na Dani Jacqui hawa wote walikuwa wakazi wa Catalunya, yani watu ambao wamekulia Barcelona kule Catalunya. Isipokuwa Iniesta alikuwa anacheza FC Barcelona, lakini yule Dani Jacqui alikuwa anacheza RCD Espanyol. Na inapokutana Barcelona na Real Madrid huwa ni El Clasico, lakini Catalan Derby huwa ni Barcelona na RCD Espanyol. Sasa Dani Jacqui alikuwa mlinzi wa kati na alikuwa rafiki wa karibu sana na Andres Iniesta. Inaelezwa urafiki wao umejengwa kutokea wako kwenye timu ya taifa ya vijana wakati wanacheza pamoja. Andres Iniesta kiungo, lakini Dani Jacqui beki wa kati. Basi urafiki wao uliendelea kushamiri na waliendelea kuwa na upendo kati yao watu wawili mpaka pale upendo wao ulipokuja kuvunjika mwaka 2009. Chanzo cha kuvunjika kwa upendo na ukaribu wa Andres Iniesta na Dani Jacqui ilikuwa ni kifo kilichomkumba Dani Jacqui. Mwaka 2009 wakati RCD Espanyol wa pre-season wao walienda kukaa nchini Italia. Lakini wakati wako Italia, imagine ni dabi hapa kwa Simba na Yanga ingekuwa ngumu, lakini dabi ya kule licha ya kwamba walikuwa kukambini Espanyol Italia wakati wa pre-season, bado inaelezwa Iniesta na Dani Jacqui walikuwa wanaongea, wanawasiliana, bwana mipango yako ikoje, ndoto zako ni zipi, malengo na nini, kambi inaendeleaje. Walikuwa wanawasiliana, walikuwa ni marafiki wakubwa. Lakini taarifa za kushtua zilitoka tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2009. Pale ambako inaelezwa wakati wako kwenye pre-season team ya Espanyol, Dani Jacqui alipata mshtuko wa moyo akafariki dunia. Andres Iniesta inaelezwa alipopata hizo taarifa alipata depression kwa sababu Dani Jacqui alikuwa ni rafiki yake wa karibu kwelikweli. Sio urafiki wa kwenye kamera, lakini ni urafiki wa maisha yao nje ya mpira wa miguu. Kwa hiyo inaelezwa tangu mwaka 2009 Andres Iniesta aliishi kwa majonzi, na mwaka 2010 sasa wakati inakaribia bado kama almost mwezi mmoja hivi iweze kutimia mwaka tangu Dani Jacqui amefariki kwenye fainali ya kombe la dunia mwaka 2010 iliyochezwa Afrika Kusini kwenye uwanja wa Soka City ambao kwa sasa unafahamika kwa jina la FNB. Hispania walikuwa wanacheza fainali na Uholanzi. Na ile fainali bwana ilikwenda dakika 120. Lakini dakika 116 Andres Iniesta anapokea pasi kutoka kwa Cesc Fabregas, anapachika bao moja la pekee ambalo liliwapa Hispania ubingwa wa kombe la dunia. Wakati Iniesta amefunga goli, cha kushangaza alivua jezi, alafu ndani alikuwa amevaa nguo imeandikwa Dani Jacqui siempre con nosotros, ikiwa na maana ya kwamba Dani Jacqui daima uko na sisi. Na baada ya filimbi kupulizwa, mechi imemalizika, wachezaji walivyorudi vyumbani, wachezaji wengine walikuwa wanashangwa na nini, Iniesta alienda akakaa chini kwenye benchi pale akawa anawaza. Na inaelezwa nahodha Carles Puyol FC Barcelona pamoja na Xavi walimfuata Andres Iniesta akamwambia huu bingwa ni kwa ajili yako na Dani Jacqui. Na inaelezwa baada ya hapo Andres Iniesta ndio angalau alipata ahueni tangu mwaka 2009 alipompoteza rafiki yake, na 2010 alipofunga goli kwenye fainali na ikawa kumbukumbu. Basi inatajwa ilikuwa kumbukumbu bora kwa Andres Iniesta. Mwezi Mei mwaka huu tarehe 11 Andres Iniesta anatimiza miaka 41. Andres Iniesta anakumbukwa kama miongoni mwa viungo bora kwa kutokea duniani, akikipiga kwenye klabu ya FC Barcelona kabla ya kutimkia Kobe ya nchini Japan, na baadaye akatundika daruga. Wenyewe wanasema muchas gracias por todo Andres Iniesta, wakiwa na maana ya asante kwa kila kitu Andres Iniesta. Sawa, nikushukuru sana kwa kusikiliza Kibagizo, lakini pia nikushukuru kwa wewe ulikuwa nasi kuanzia saa 10. Mimi nilikuwa naamini kwamba this time
ni mwaka wao ni Arsenal kuchukua ubingwa wa EPL. Nilikuwa mambo ya phase, uzingatia phase. Kwa sababu kwa namna ambavyo mashindano yalikuwa yanaenda, unakuta Arsenal amezingua, City anakuja naye anazingua, Arsenal anashinda, City Liverpool wanazingua. Tena Liverpool alikuja kupotea mapema kabisa, akawa amebaki kwenye ushindani yeye pamoja na City na Aston Villa kwa mbali. Lakini hivi karibuni Arsenal mambo yameanza kuwa magumu kwa upande wake. Tangu Januari hii imeanza, Arsenal ameshinda michezo miwili tu ya EPL, lakini katika michezo 7 ameshinda michezo miwili tu. Alafu jana ametoka sare dhidi ya Wolverhampton Wanderers akiwa anaongoza mabao 2-0. Wolves wamerudisha mechi, kaisha sare ya 2-2. Wakati siku ya Alhamis Arsenal amecheza mechi, Alhamis ya wiki iliyopita amecheza mechi na Brentford, wakatoka sare pia ya bao 1-1. Kwa hiyo katika mechi 2 za hivi karibuni zote ametoka sare. Mechi zinazofuata tarehe 22 Arsenal anacheza dhidi ya Spurs mwezi huu wa pili. Alafu tarehe 1 mwezi wa 3 anakwenda kucheza na Chelsea. Lakini Man City kama atashinda mchezo wake wa kiporo atazidiwa alama hizi 2 tu na magoli mawili. Alafu watakuja kukutana mwezi wa 4. Tena magoli mawili akishinda magoli yanapunguza. Kwa hiyo yule tembo, kwa sababu watu walikuwa wanasema Arsenal kukaa juu ya kukaa kileleni ni sawa sana tembo kukaa juu ya mti. Sasa ule mti umeanza kubendi. Muda si mrefu unakatika. Kwangu Arsenal ni timu bora ambayo inapitia nyakati ngumu kwenye Premier League. Sasa hivi ukiniuliza timu gani imetimia zaidi, bado ni Arsenal regardless ya matokeo anayopata. Na jana Ricardo Calafiori anakuja kujifunga kwenye dakika ya mwisho kabisa. Kwenye wakati ambao hata ungeambiwa before Arsenal anaongoza 2-0 ukaambiwa kwamba Wolves wanaweza kachomoa hapa, nafikiri kila mtu asingekuwa kwenye hiyo statement. Arsenal wanapitia kipindi kigumu kwa sababu nilikuwa naangalia baada ya kupata yale magoli mawili, ni wachezaji ni kama waliacha kujituma tena. Hawakuwa na njaa kutafuta mpira, hawakuwa na njaa kuwania mpira. Kuna sababu nyingi wanamlaumu Mikel Arteta, lakini kwangu jana ile ni beyond Mikel Arteta. Ni wachezaji wenyewe walipaswa kuwajibika, lakini pia inconsistency kwenye viwango vya baadhi ya wachezaji. Bukayo Saka ni miongoni mwa wachezaji ambao sasa hivi hawapo kwenye ubora wake kama ambavyo amezoeleka. Arsenal kuna wakati ambao wana struggle sana. Unamwona Noni Madueke amekuwa na mchango mkubwa kwa siku za karibuni pengine kuliko rate ya Bukayo Saka. Na Bukayo alikuwa na mechi 15 mashindano yote hajafunga bao, ndo kaja kufunga jana. Lakini angalia mechi 15, huyu ndo star wa timu, yani ndo mtu ambaye ndo key holder wa timu, alafu hafungi kwenye idadi kubwa ya mechi kama hizo. Nafikiri ni wapongeze sana pia Wolves, kwa sababu ukiwa unaongoza 2-0 dhidi ya Arsenal, timu ambayo mwezi Novemba ilienda mechi 4 bila kuruhusu on target, sio kuruhusu goli. Walikuwa na on target Yes, hawakuruhusu on target kwenye mechi 4 mfululizo. Leo hii wewe unaamini kwamba inawezekana kupush mpaka dakika ya mwisho ukiwa nyuma kwa goli 2-0. Ni resilient hali ya juu ambayo unapaswa kuwapongeza Wolves, na walikuwa wanastahiki. Ingali kuna pahali sisi watu tunazungumza kuna kijiwe chetu. Nakumbuka siku ya Jumatatu kwenye kile kijiwe mchana tulikuwa tunazungumza kwamba hii mechi ni ngumu kuliko watu wanavyoitazama, kwa sababu Wolves amekuwa hapati matokeo mazuri, lakini sio kama anacheza vibaya. Kwa siku za hivi karibuni anacheza vizuri, anajaribu kulazimisha matokeo, lakini kwa series ya namna hii unahitaji sana wachezaji wenye maturity ili uweze kubaki. Kitu bora pekee ambacho Arsenal watakuwa nacho ni kwa sababu City naye anaweza kaangusha alama muda wote, amekuwa haaminiki sana. Though ile mechi ya Liverpool kwangu ndio ilikuwa turn back point ya City kuendelea kuwania ubingwa, kwa sababu kama alikuwa anapoteza mchezo ule it was obvious kwamba kulikuwa na ugumu, lakini kushinda dhidi ya Liverpool kwa resilient ya kuwa na Gigi Donnarumma ambaye anafanya kazi ile anayoifanya, nafikiri kama kuna kitu bora ambacho ana deserve Manchester City msimu huu kwa kuwa na mtu kama Donnarumma ni walao kuvaa medali. Hapo kwa Man City inatajwa kuwa na watu watatu hatari. Kuna Gianluigi Donnarumma, Erling Haaland pamoja na Pep Guardiola. Hawa watu watatu ndio ambao wanatajwa
kuifanya City kufikia pale ilipo. Sasa hapo kwa Arsenal bwana, BBC Sport wameandika statement ambayo inasema Arsenal tafutwa au wanasumbuliwa na ule mzimu ambao unawafanya kila msimu wamalize ligi vibaya. Wamekuwa wakianza vizuri. Unajua katika misimu mitatu ya mwisho ya EPL ambao City kachukua mara 2, mara moja kachukua Liverpool, mara zote Arsenal wamemaliza ligi nafasi ya pili. Wanaanza ligi vizuri, lakini mwisho wa msimu wanaanza kudondosha alama. Tunakubaliana kwa statement ya BBC Sport inayosema kwamba Arsenal wanasumbuliwa au wanatafutwa na ule mzimu ambao umekuwa ukiwafanya kila mara inapoelekea mwishoni mwa msimu wanafanya vibaya, na ni kama kunyang'anywa tonge la ubingwa mdomoni. Wanasema ni cues. Jana baada muda mchache tu baada ya mechi kumalizika nilikuwa namsikiliza Conor McNamara. Anasema and the Wolves finally gunned the Gunners. Kwamba Wolves ameua washika bunduki. Piga bunduki washika bunduki. Lakini mimi bana siamini sana kwenye hiyo laana ama mizimu au whatever. Mimi naamini kwamba ni kipindi tu ambacho Arsenal anakipitia. Unajua hata Liverpool alistruggle sana mpaka kuja kupata ubingwa wake wa kwanza baada ya miaka zaidi ya 30. Liverpool reconstruction wao wameanza 2013-14. Unakumbuka ile ya Brendan Rodgers akiona kina Martin Sketo, John Flanagan, akina Allen, wote ambao walikuwa wanajaribu nao. Bado kila msimu ilikuwa inaonekana Liverpool anachukua. Kuna msimu Liverpool alipoteza ubingwa kwa alama moja tu. Mwishoni na kuna mechi ile wakati Mourinho yuko Chelsea 2013 alikuja kuwaharibia. Yes. Alafu kuna msimu 2018-19 alipita na alama moja dhidi ya Manchester City. Kwa hiyo hizo ni moments ambazo huwa zinatokea, lakini kwangu bado haiwezi kudisqualify kwamba this season kwenye Premier League hakuna timu iliyokuwa bora kuliko Arsenal. Na ni vile tu mpira wa miguu sio kuwa bora haigarantii kwamba utaendelea kushinda kila siku. Mpaka una mtu akasema pengine Carrick angefika mapema leo angekuwa anawania ubingwa, lakini that is football. Kuna part ya football ambayo ni ngumu sana kuipokea, ni hii ya matokeo ambayo hutarajii yaweze kutokea. Unapoteza unasare dhidi ya Wolves, ametoka kusare dhidi ya Brentford, mechi ijayo ni London Derby dhidi ya Spurs. Na Arsenal ukihesabia mechi zenye sura ya derby kwa msimu mzima anacheza mechi 16 kati ya 38 ambazo zina sura ya derby ama zina sura ya ushindani wa derby. Ukichukua zile London Derby zote ukaja kujumlisha na zile top 4 zile za kina Manchester United, Liverpool, Manchester City, jumla zinakuja mechi 16. Kwenye sura ya namna hiyo ni ngumu sana kwake kuweza kumaintain kukimbizana kila msimu. Ingali nafikiri msimu huu kinachompoteza ni yeye mwenyewe zaidi, lakini Manchester City naye sijui kama ataendelea kushinda kwa performance aliyokuwa nayo, lakini kama anaendelea kushinda Manchester City, hizi ndio nyakati hatari zaidi kucheza dhidi ya Pep Guardiola, kwa sababu umezungumza kwamba ni watu watatu, Pep, Erling Haaland pamoja na Gigi Donnarumma. Yeah. Erling Haaland amehusika na 80% ya magoli yote ya Manchester City msimu huu. Lakini ukija kwa Gigi Donnarumma ameshinda alama nyingi za Manchester City. Kwa Pep, mastermind. Hai, ni muda wa kibwagizo.